Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba, juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali hapa unazungumzia hawa ni klabu ya Simba, kwa kile ambacho leo hii ameweza kukitangaza kupitia kocha mkuu Kocha Amdi, ambaye ameweza kutangaza kikosi cha majembe 11 kitakachoanza katika mchezo mkubwa kabisa dhidi ya JKT Tanzania leo hii katika mwendelezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba katika vile viporo vyake. Bana shuhudia tena kwa mara nyingine tena mchezo mgumu kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, kwani hii ni michezo ya mwisho ya ligi kuu na kila mmoja amekuwa akihitaji kuweza kuishia katika nafasi nzuri na sio kuweza kuishia kubaya. JKT leo hii wana kazi nzito ya kuweza kumzuia Simba, huku Simba na kazi nzito ya kuweza kumzuia JKT. Tutakwenda kujua kikosi kiko vipi, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana haya ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni mnyama Simba Sport Club. Karibu. Bana, kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba Sport Club hapo nazungumzia bwana Fadlu Davis amesema ya kwamba malengo ni kuweza kuhakikisha ya kwamba wanachukua vikombe vyote vitatu. Hapa nazungumzia kikombe cha ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC, lakini kombe la shirikisho barani Afrika ambao wapo katika hatua ya fainali, lakini na kombe la FA hapa nazungumzia CRDB Federation Cup, pia wanatakiwa kuweza kulichukua taji hilo mapema kabisa. Sasa kikosi cha leo dhidi ya JKT katika show za ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo golini anaendelea kusimama Musa Pimpin Kamara, unafahamu bora wake miongoni mwa magolikipa bora kweli kweli katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli akiweza kudhihirisha ubora wake. Mwalimu Fadlu Davis amekubali uwezo wake wa kuweza kuanzisha mashambulizi kuanzia chini, kuweza kuizuia ama kupunguza pressure kwa timu, lakini pia kuweza kuzuia mashuti ambayo yanalenga lango kuwafanya Simba Sport Club kuwa salama. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo itakalokwenda kutokea katika mchezo huo. Lakini katika upande wa beki namba 2 utakutana hapa sasa na Shomari Kapombe, au unafahamu bora wake miongoni mwa wachezaji bora kweli kweli. Ana kazi kubwa leo hii ya kuhakikisha anapandisha mashambulizi na kuweza kurudi kukaa katika nafasi yake, huku akiweza kuangalia mapungufu yako wapi katika safu ya ulinzi ya JKT na kuweza kupenyeza zile klosi zake ambazo huwa anazozipiga Shomari Kapombe. Tutakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao watakuwa nao leo hii katika mchezo wao mgumu kabisa dhidi ya JKT Tanzania. Lakini katika upande wa hapa nazungumzia upande wa kushoto sasa, huu ni upande wa beki namba 3, anabidi asimame Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior kutokana na ugumu wa mechi hii ya leo. Mwalimu Fadlu Davis ameweza kushtukia kikosi ambacho huwa anachokipanga katika michezo hii ya sasa hivi. Anapaswa kuwa makini kweli kweli, kwani unafahamu ya kwamba JKT sio timu ya kinyonge. Muda wowote unaweza kukuta mpira kunyavu kutokana na safu nzuri walionao ya ushambuliaji na hata ya ulinzi. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo leo hii yuko nayo Mohamed Hussein kuhakikisha anapandisha mashambulizi na kuweza kurudi kukaa katika nafasi yake. Kazi kubwa njema kabisa ambayo leo hii itakwenda kuwasaidia Wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kuondoka na ushindi katika dimba la General Samuyo pale Mbweni, Dar es Salaam. Lakini katika upande wa beki namba 4 anasimama Hamza, unafahamu bora wake, mmoja kati ya mabeki ambao wenye kasi, wenye mbio, utulivu, akili, maarifa mguuni ambao wako nayo. Tutakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo leo hii itakwenda kutendeka pale katika
Simba wakiwa wanazitafuta alama 3 mbele ya JKT Tanzania. Katika upande wa beki namba 5 anasimama si mwingine bali Kalabu Chamu. Unafahamu kazi kubwa ambao anaipiga kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Anakwenda kudhihirisha ubora wake, anakwenda kudhihirisha kile ambacho mwalimu ameweza kumpatia. Ni kama vile unaweza kusema alikuwa anasubiria Chemalon aumie ili aweze kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Ameweza kuleta upinzani mkubwa katika eneo la katikati na kumwambia mwalimu kwamba hata yeye yumo. Unaona bana, akiweza kumpatia nafasi katika michezo mikubwa na ameweza kuzihilisha hilo. Atakuwepo kama beki namba 5. Lakini katika upande wa namba 6 anasimama Yusuf Kagoma, uwezo mkubwa, kazi nzuri, maarifa makubwa, mbio, ukiweza kushuhudia hata nguvu ya kuweza kubato na namba 6 zingine, bali utakwenda kushuhudia kwa Simba ni Yusufu Kagoma, miongoni mwa Watanzania ambao wamekuja kwenye kikosi cha Simba, lakini moto ambao wanauwasha hata wachezaji wa kigeni wanajiuliza ni na kuwaje, ni nani huyu? Mbona kiwango ni kikubwa sana. Kwa hiyo Yusuf Kagoma ataendelea kusema kama katika dimba namba 6 akiweza kupigana kuhakikisha kwamba anakwenda kuweza kuitetea Simba iweze kuondoka na pointi leo hii katika uwanja wa Jenerali Samuyo. Lakini katika upande wa namba 7 hapa utakutana na Kibu Denis. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota ambao wanakipiga pale kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Kazi kubwa leo hii ni kwenda kufungua kodi za wapinzani ili kuhakikisha kwamba wanaweza kupitisha mipira, pasi zao zile fupi na pasi ndefu, na hata kuweza kupiga mashuti ya mbali. Kwa Kibu Denis kazi kubwa, ana uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia hilo kwake, alina shaka. Katika upande wa namba 8 sasa utakutana hapa si mwingine bali ni Fabrice Luamba Ngomo. Nafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, akiendelea kuweza kuonyesha ubora wake, umahiri mkubwa ambao yuko nao katika michezo hii ya hivi karibuni, na mwalimu anasisitiza ya kwamba anampasa kuendelea kuweza kuonyesha hiki kiwango ambacho amekuwa akiendelea kukionyesha. Lakini katika upande wa namba 9 hapa utakutana na Dese Mukwala, akiweza kuanza katika mchezo huu mwendelezo wa yale mazuri ambayo amekuwa akiendelea kufanya ya kumshawishi kocha Fadlu Davis kuendelea kumwamini na kumwanzisha kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo Dese Mukwala ataanza katika mchezo huu mkubwa kabisa dhidi ya JKT. Lakini katika upande wa namba 10 hapa unakutana na si mwingine habari unazungumzia huyu ni Awesu akiweza kusimama katika eneo la namba 10. Unafahamu shughuli yake, amekuwa akiweza kucheza katika eneo hilo mara kadhaa, amekuwa akiweza kukipiga hapo. Kwa hiyo ana uzoefu wa kutosha. Upande wa namba 11 kutakutana na master mwenyewe mkemia Elie Mpanzo, akiweza kufanya shughuli yake katika eneo la namba 11. Kwa hiyo hiki ndio kikosi cha klabu ya Simba dhidi ya klabu ya JKT leo hii pale Jenerali Samuyo majira ya saa 10 alasiri kwa saa za